Tumeingia kwenye ulemavu wa kujifurahisha ndani ya kanisa, wakati Yesu alisema enendeni ulimwenguni. Tunajitumbuiza ndani ya kanisa, tunafurahi, wakati mwingine ameni kubwa mpaka mapaa yanataka kupasuka, lakini tunakutana ili kufurahishana kiroho, tukasherehekea, tukasahau wito wetu. Enendeni. Imefika wakati hata huduma kuu kanisani, wakati mwingine tutokeni twende kwa watu. Tumekuwa kanisani mno kuliko Mungu anavyotaka. Tumesahau Waadventista ni nani. Kwa nini Mungu alipanga kanisa la Waadventista wa Sabato? Sio social club ya kiroho. Ni kwa sababu ya utume. Tukimwona maskini tunafanyaje? Tunapita kando kama Msamaria mwema. Kwa sehemu kubwa nidiriki kusema wakati mwingine tumemhudumia, lakini ni ili tutoe taarifa wapi? Ya huduma za jamii bandia. Ninagundua ya kwamba inapokuwa mtu una hizo inner qualities za Kikristo, mwenye mahitaji utakuwa karibu naye, utapenda kumsaidia, utawiwa, utasukumwa, Na sasa kwa nini nimelileta hili? Ni kwa sababu hii. Mbinu iliyomfanikisha Yesu sana katika kazi aliyoifanya ya kuongoa roho za watu alipokuwa hapa duniani. Mnakumbuka ile dondoo ka Ministries of Healing 173. Alichangamana na watu, si kwa ajili ya kusocialize tu, lakini alipochangamana na watu alikuja kuyagundua na kuyafahamu mahitaji yao. Na huwezi kufahamu mahitaji halisi ya watu bila kuchangamana nao. Kwa hivyo tunaposemwa ya kwamba tunajitenga, wapendwa, wanachosema ni kwamba hamjawa kama Wakristo. Kristo alichangamana nao. Hapa mahali huwa nikifika naweka kituo, nianze kuzungumza misimamo tunayoitoa kwenye pulpit ambayo inaelekeza kwenye kujitenga. Tunadhani tunatengeneza umbile la nje la Mkristo, lakini kumbe tunaharibu the inner qualities of Christianity. Mkristo ambaye ni mwanafunzi wa Yesu atachangamana na watu. Kwenye jumuiya atakuwepo. Nadiriki kuambia hivi, kwenye makanisa yao atakwenda. Kwenye sherehe fulani zao atakwenda. Ataingia humo. Au Yesu hakwenda kwenye sherehe? Alikwenda kwa wadhambi. Aliketi na kula na tunawaita nini hao wanao haribu pesa ya serikali? Wafisadi. Alikaa na mafisadi? Alikaa kala nao? Alikaa na makahaba? Waadventista wa Sabato leo tunasema that's a no-gone zone. Na tumetoa matamko hapa. Tunadhani tunafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Yesu yeye anasema kazi yangu mtachangamana na watu, lakini mkichangamana ninyi ni chumvi ya dunia, na kama chumvi ya dunia, chumvi hayu impacted, chumvi ina impact. Nimegundua ya kwamba zile qualities za Kikristo za kweli zinapokuwa ndani yako, aise, hata uende kwenye sherehe yao watakuheshimu. Watasema huyu bila hata wewe kuwaambia, kwa sababu linaonekana, si la kutangaza. Ndivyo alivyo, ndivyo walivyo.
hawajifanyi, ndivyo walivyo. Na sasa ukiangalia ile mbinu ya Yesu alipochangamana nao, anasema ya kwamba akafahamu mahitaji yao. Alipofahamu mahitaji yao, ni nini kilitokea? Mchungaji, nini kilichotokea? Akawahurumia. Huruma inatokana na nini? Ina qualities, zile sifa halisi za Ukristo za ndani.